habari, na poleni sana kwa usumbufu ambao tumewasumbua hapa, na mmekuja hapa kutusikiliza hapa. Sisi baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba na wengine ni wanachama klabu ya Simba, tunafurahi kupata ushirikiano wenu, kwa sababu kila jambo ambalo tunataka kulizungumza kuhusiana na klabu yetu lazima tupate waandishi wa habari ambao watakayepeleka hizi habari zetu katika kuzitangaza kwa wananchi mbalimbali. Leo kwanza tunakuja hapa kwanza kuzungumzia kuhusiana na habari ya mechi ya kesho ambayo Simba wanachana Stade de Malie ya Mali, ambayo kukamilisha ratiba ya ligi ya mabingwa ya msimu huu hapa. Na kwa nini tunakuja vile tunaizungumza na hii mechi hapa? Kwa sababu ni mechi ambayo ni muhimu kwetu sisi hapa, sio muhimu kwa kufuzu. Ni muhimu wa kwenda kuwapa support wachezaji wetu wapya, kwamba wajue kama uwanja Benjamin Mkapa kuna watu huwa wanakuwepo baada ya yani, kama Simba inacheza lazima viti vyote huo vinajaa watu. Na tumeanza kuangalia katika maingizo mapya ya dirisha dogo haya, ni maingizo ambayo tulichelewa kuyapata, na kama tungekuwa tuliyapata kipindi cha nyuma, leo tusingefikia kama kukamilisha ratiba sisi hapa. Unamzungumzia huyo Innocent Aula huyo, ambaye kwa watu ambao muona Hamisi Tobias Gaga au Gagalino watakuwa sahihi, na mimi nikimwambia kama ni Gagalino yule pale. Unamzungumzia Ino Josephine Lolemba yule, ni kiumbe ambao toka katika ligi ya Tanzania imeanzishwa hakujapata kuja kumchezaji wa kiwango cha juu kama yule pale. Kwa mechi moja unaweza kumwangalia mchezaji yani jinsi alivyokuwa uchezaji wake. Unajua kumzungumzia Libasi Gueye, ukichukua kina Pakome 12 ukamchanga na Libasi Gueye, unaweza kupata yani Libasi Gueye mmoja peke yake pale. Kwa hiyo lazima tuzungumzie na hii mechi hapa hii, na vile vile turudi katika upande wa viongozi ambao kama juzi walifanya tukio kubwa zaidi la kuhusu kadi mpya za wanachama. Simba atakuwa ni mwendo wa visa kadi tu. Tunawapongeza kuja kutoa kadi kwa tarehe 27 mwezi wa 3. Kutoa kadi kwa wanachama yani kwa mashabiki ambayo watakuja kuwa wanachama wapya. Na hili jambo limekuwa la faraja, sasa tulikuwa tunapigiwa simu kutoka mikoani huko, watu wanaulizia kadi, lakini naona jibu limeshapatikana. Lakini aenda mbele zaidi kusema kwamba ni baki ya kadi tu, kwa sababu malengo ya klabu ya Simba kwanza kuwa na wanachama wengi na kufikia katika uwekezaji. Uwekezaji una zaidi ya miaka 8 au umri wa mtu. Uwekezaji tunataka tuwaombe viongozi wa klabu ya Simba wanapo launch ile kadi yao ya visa kadi, basi watoe angalau nusu saa kuzungumzia uwekezaji umefikia wapi. Uwekezaji wa klabu ya Simba usio wa magendo, yani watu kufichana, yani mtu mnazungumza kwenye mkutano, lakini mkitoka pale hatupati yani hatupati update za matukio yote yanayoendelea katika uwekezaji. Tunawakumbusha, na ndio maana hata mwekezaji huyo alitweet, kwa sababu alikuwa anakumbusha watu kama unapoenda kwenye matukio makubwa zaidi kama kwenye media kama hizi, unazungumzia swala la kadi, kuna swala liko nyuma limeanza zamani la uwekezaji. Kwa nini hujatoa hata dakika 15 kuzungumzia masuala ya uwekezaji umefikia wapi? Ifike mwisho katika masuala ya uwekezaji, ili tufike hatua kwamba tuonekane kama Simba kweli ni nguvu moja. Yaani bila kufanya uwekezaji kweli hatutafika malengo ambayo tumeyaweka tu, kwa sababu malengo ni kwamba klabu lazima hiyo bora barani Afrika, tuwe na wachezaji ambao yani klabu hiyo bora kwa ya misimu wote. Lakini bila kuwa na uwekezaji na tukitegemea tu wanachama, baadhi ya wanachama kwamba ndio waendeshe timu, itakuwa ni shida. Kwa hiyo sisi tunakumbusha kwamba tumepongeza kwa viongozi kutoa kadi, lakini tunawakumbusha na swala la uwekezaji tarehe 27 mnapo launch kadi yenu, toweni na hizi dukuduku, kwa sababu watu wana madukuduku. Uwekezaji umekomia vipi au umefutwa? Na kama umefutwa, tokeni hadharani mzungumze. Na vile vile nataka kuiasa TFF na bodi ya ligi. Imeshakuwa ni sheria Simba na Yanga kuchezesha na marefari wa kigeni. Tunawakumbusha wasijitoe mjisahau. Simba na Yanga tarehe 1 mwezi wa 3. Tunahitaji vile vile tuchezeshe na marefari wa kigeni. Hatutaki kuchezesha na marefari wa kibongo hapa, tuwataki hao, kwa sababu tayari iko kwenye kanuni yenu imeshaiweka. Tunakumbusha sababu viongozi wana